Bank Federation Cup, hatimaye mmempata mpinzani wenu JKT Tanzania, itakuwa ugenini. Draw ya robo finali bwana kombe la shirikisho la CRDB imetoka leo na imetuonyesha kwamba mchezo wetu wa robo finali tutacheza dhidi ya JKT Tanzania, na mechi hiyo itapigwa kwenye uwanja wa Jenerali Samuyo. Lakini draw hii ambayo imeendeshwa vizuri kabisa na kaka yetu Baraka Zuguto imetuonyesha pia hatua ya nusu fainali. Mshindi kati ya mechi ya JKT Tanzania na Yanga atacheza na mshindi kati ya Mashujaa na Azam Football Club. Maana yake draw ya leo imetuonyesha draw ya leo imetuonyesha njia nzima ya kupita kutoka hapa robo finali kuitafuta hatua ya finali. Kwa hiyo tumepokea draw hiyo vizuri na tuwapongeze TFF kwa upangaji wa draw vizuri. Njia yetu kama mlivyoiona ina JKT, ina mshindi kati ya Azam au Mashujaa, alafu kuna hatua ya fainali kama tutajaliwa kushinda katika mechi zote hizo ambazo zinakuja mbele. Nini malengo yetu Young Africans? Malengo ya Yanga hajawahi kubadilika. Malengo ya Yanga kila msimu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mashindano ya ndani, na kufanya hiko vizuri ni kwa maana ya kuchukua mataji yote ambayo tunagombea hapa ndani. Hivi tunavyozungumza na nyie, sometimes inatokea watu wanajizima data, lakini sisi tayari tuna kombe la ngao ya jamii la ndani, tuna kombe la mapinduzi la ndani, na tuna kombe ambalo tulichukua kule Rwanda kwenye pre-season. Kwa tayari tuna makombe matatu na tuna makombe mawili ya kupambania. Ligi kuu ya NBC tunaongoza ligi kwa difference ya pointi 8 mpaka sasa hivi. Alafu kwenye CRDB tumeingia tu robo finali na tuna mechi hizo za kucheza. Tuendee malengo yetu. Kwa malengo ya Yanga hayajabadilika. Malengo ya Yanga ni kuhakikisha tunatetea ubingwa wetu wa ligi kuu na tunatetea pia kombe la shirikisho la CRDB. Wakati tunamaliza press hapa kujiandaa kwenda kushuhudia draw, kama kuna wapinzani ulikuwa unawataja hapa? Ni kweli, mimi nilikuwa na hamu ya kukutana na timu mbili kwenye robo finali. Ilikuwa ni hamu yangu, lakini kwa bahati mbaya draw imechezeshwa kwa haki. Watu wote hivi niliowatamani kukutana nao sijakutana nao. Nilikuwa na hamu ya kukutana kwanza na Kolo ili nipate urahisi wa kwenda hatua ya nusu finali. Pia nilikuwa na hamu ya kukutana tena na bwana Chobwedo akatueleze ile sare pale Sheikh Mrebed waliipata vipi, lakini bahati mbaya wote wawili hao wamepangwa kucheza mechi pamoja. Chobwedo atakutana tena na mtu wake atakutana na mtu wake na uhakika kwa 100%. Chobwedo mliyemuona mechi iliyopita hatakuwa huyo kwenye mechi hii. Hatakuwa huyo. Bora utaongezeka zaidi. Utakuja kuniambia mimi. Sisi wakubwa na mambo yameendelea. Bora kama una mashaka hapo. Sina mashaka ila nakuhakikishia mimi sio mtabiri, mimi ni mtu wa football. Chobwedo uliyemuona Arusha mechi ya ligi kuu hutamuona kwenye mechi ya mtoano wa robo finali. Chobwedo anamaliza tu muda wake pale TRA. Kumbe muda wake ni huu tu. Kwa hiyo hata kuwa tena yule hata wasumbua. Na uhakika hata wasumbua. Ndio anasema kinyago amekichanganya. Hata wasumbua, jua tu hata wasumbua. Swala vinyago umesoma wewe. Mimi nakwambia tu hata wasumbua 100%. Sijui. Nimesema hata atakuwa ni mtu tofauti kabisa. Mtakuja kukumbuka maneno yangu. Mimi si nipo, mimi si mkubwa. Mtakuja kukumbuka maneno yangu. Ila robo finali mechi kali kabisa ni mechi 3 tu. Mechi ya Azam na Mashujaa, mechi kali napigwa kule Kigoma. Mechi ya Coast na Singida Mkwakwani, mechi kali kweli ya viwango vya juu, na mechi bora zaidi ni mechi ya JKT Tanzania vijana Ahmad Ali dhidi ya Young African Sports Club Jenerali Samuyo. Hiyo nyingine ni mechi tu ya Abdalla na Dula ambayo
isiwa stress sana, mkajiandaa sana kuisubiri. Mechi kali 3 ni hizo nizokutajia, Coast na Singida Mkwakwani, bonge moja la mechi. Azam na Mashujaa Kigoma Lake Tanganyika, bonge moja ya mechi. Meja Jenerali Samuyo JKT Tanzania dhidi ya Yanga, mechi bora zaidi robo finali. Alafu kuna hiyo mechi ya kina Dula hao wataimaliza wenyewe. Umesema hapa kwamba robo finali ulikuwa unamtaka Simba kwa sababu ulikuwa unadhani njia ingekuwa rahisi sana kwenda nusu finali. Unaamini kwamba Simba ni mpinzani rahisi kwa JKT Tanzania? Wewe unaamini nini? Ukiulizwa wewe unaamini nini? Mechi zote ni ngumu kwako wewe sasa. Ila mimi mechi ya JKT ni ngumu zaidi. Ni mechi ambayo JKT wanatupaga changamoto kiwa pale Samuyo, na watakuja katika quality hiyo kutaka kutupa changamoto. Ni knockout maana yake lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu sana. Lakini ningepewa mpinzani kama Simba, maana yake saa hizi ningekuwa nawaambia TFF watangazie uwanja wa nusu finali na kwenda kucheza wapi. Lakini kwa sababu JKT inabidi tukapambane tupate matokeo mazuri. Kila mtu na mnyonge wake. Yaani sio kwamba ni jambo baya. Duniani kila mtu na mnyonge wake. Na mimi mnyonge wangu ni Kolo. Na huo unyonge sio kwamba nimeutengeneza kwa kuuchora, nimeutolea jasho. Yaani nimemfanya Kolo amekuwa mnyonge wangu. Kwa hiyo nimetoa jasho, kwa hiyo na haki ya kutamba na kujivunia. Ningempata yeye saa hizi ningewaambia ndugu zanguni semi final Yanga tunacheza semi final. JKT mechi itakuwa ngumu hiyo inshallah. Njia ya kwenda finali ni kama inaweza kufanana na msimu uliopita hivi. Mpinzani JKT Tanzania mkimaliza sasa wewe usipige ramli. Usipige ramli. Mechi JKT ni ngumu sana. Yaani sisi Yanga tutafanya makosa makubwa kuwaza finali tunacheza na nani kabla hatujamalizana JKT Tanzania. Ni mechi ngumu kweli kweli. Na hata mechi ya nusu finali ikitokea Mungu ametujalia tumefuzu robo finali, wapinzani pia wa semi ni wagumu. Mashujaa ni mpinzani mgumu, Azam ni mpinzani mgumu. Kwa hiyo tumalize kwanza chakula kilichokuwa mbele cha mechi yetu ya robo finali JKT, tupambane, tukijaliwa tumeshinda, tutaiwaza sasa nusu finali na finali kwa ujumla. Umezungumzia makombe mawili hapa. Kutoka kuna muungano hapa. Yes. Tuna kombe la muungano ambalo timu yetu itasafiri siku ya Jumatatu na Jumanne inshallah. Nafikiri itakuwa ni mchezo wetu wa kwanza kwa mujibu wa taarifa za awali ambazo nimezipata. Jumanne unaweza kuwa mchezo wa kwanza wa kombe la muungano la Yanga. Utaratibu wa Yanga kama nilivyosema haujabadilika. Pia sisi ni mabingwa watetezi wa kombe la muungano. Kwa hiyo tunasafiri na kikosi chetu chote. Naomba waandishi mkaboldi hapo, kikosi chote full mkopo kitasafiri kuelekea Zanzibar. Mchezaji pekee ambaye ana mashaka ya kutokusafiri ni kutokucheza, sio kusafiri, kutokucheza ni Buba Jameni, kwa sababu anapata shida kidogo ya enka na atakuwa nje ya uwanja kwa siku 10 mpaka 13. Kwa hiyo anaweza akasafiri akaenda kuponea huko Zanzibar, na akiwa fiti akiwaya anaweza kutwanga vile vile. Lakini wengine wote, Depu ameshapona, Emmanuel Mwanengo ameshapona, Abu Twalib Mshele alipata shida kidogo kwenye maandalizi yetu mechi ile na Pamba, lakini ameshapona alhamdulillah. Kwa hiyo hatuna injury nyingine yoyote ukitoa Buba na wale wawili ambao ni wagonjwa mpaka mwisho wa msimu, kwa maana ya Mzize na Jackson Job. Kwa hiyo Wazanzibari wajue kiwanda cha burudani kinasafiri chote kwenda kupeleka burudani sasa pale viwanja vya New Amani Complex. Tunakuja tukiwa kamili, na Yanga huwa hatutaadishi Arif Bete, hapana. Tutaangalia mpinzani na tutapanga dozi inayostahili na huyo mpinzani. Yes. Kwa hiyo watu wote ambao mmethibitisha kwamba mnakwenda kushiriki muungano, nitumie fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwaambia mmejichanganya pakubwa mno. Kama mlifikiri timu yetu itabakia nyumbani alafu nyie mje kule mpate kikombe kirahisi, sahauni hizo habari. Upo uwezekano kama watu hakutakuwa na kimbiana, uko uwezekano mkapata dabi ya kwanza tarehe 29, dabi ya pili tarehe 3. Sisi tuko tayari kuhakikisha zile mara 10 tulizowaambia tunataka tuwashone ziwahi mapema. Kwa hiyo tunaomba dua tarehe 29, wakijichanganya kwenye mfumo tutaishi nao mazima pale New Amani Complex. Wakitoka hapo
tutakuja kuishi nao pia mazima kwenye Kariakoo Derby hapa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo wao watachagua safari hii either wasuke peke yake au wasuke na kunyoa, vyote vinawezekana. Kusuka na kunyoa? Watachakusuka na kunyoa, maana yake ipigwe dabi ya kwanza Zanzibar, ikapigwe dabi ya pili ligi kuu hapa bara. Wakitaka kusuka peke yake watatusubiri sasa huku. Huku ni lazima sasa. Huku sasa kama kifo. Huku nowhere to hide huku. Ulipo tupo, ulipo tupo. Na hii dabi inakuja tarehe 3. Niwaambie wanachama wetu wa Yanga, tusiingie kwenye mitego ya kusahau maandalizi hapa ya kombe la Muungano, tukaa nguvu kubwa kwenye mechi moja. Tunajua sisi nini cha kufanya kwenye mechi ya Muungano, tunajua nini cha kufanya kwenye Kariakoo Derby. Najua kila mmoja anafahamu umuhimu wa michezo unafuatia mbele. Tuzipeni umuhimu hizi mechi kwa nafasi zake na maandalizi yake. Mechi hii inaweza kuwa mechi ambayo inaweza kuweka katika nafasi nzuri za mbio za ubingwa. Kwa nataka maandalizi yetu wana Yanga yasiyo tu maandalizi ya mechi, yawe maandalizi ya kujiandaa kutafuta uchampioni. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie kheri, tuwe na afya njema, tujiandae vizuri, tuandae timu yetu, tukashiriki Muungano, tuje kwenye ligi tuende. Na unajua ligi kuna Kariakoo Derby, yes. Lakini baada ya hapo kuna mechi zaidi ya 10 tena za ligi za kucheza. Kwa hiyo ukiweka maandalizi tu mechi moja ukafikiri kwamba mechi hiyo ndio inaweza kila kitu, hapana. Sisi tujiandae kwenye kila mechi. Tuweke focus kwenye Muungano, tukapambane, tuchukue ubingwa. Turudi hapa kuna dabi, tujiandae, tushinde, lakini tukumbuke kuna mechi nyingine nyingi. Unaweza kushinda dabi na usiwe bingwa. Kwa ratiba ilivyo, unaweza kupata kwenye bahati kwenye dabi ukajisahau, pointi zimekuwa nyingi, labda tumeshinda sisi mfano, ukaangusha pointi. Na ligi yenyewe mmeona safari ligi imekuwa ngumu. Unaweza kuangusha pointi popote pale kwa sababu watu wamezidi kuimarika. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tufanye maandalizi mazuri, inshallah tutapata matokeo. Mmefukuza kocha, mfukuzisha kocha. Nani? Meki. Sasa Meki anakosa gani? Labda wana sababu gani kama zile sita ni sababu ya kumfukuza kocha Meki. Labda kama kuna sababu nyingine. Okay, wangefanya nini jana? Mechi ambayo hujui Pacome ni namba 6, namba 8, namba 10 au namba 11. Huelewi. Humuelewi Alan Okello amecheza namba gani. Humuelewi. Yaani kiufupi ndugu zanguni, Yanga jana tulikuwa kwenye kilele cha ubora wa mpira wetu. Football yetu ilipatikana kwa 100%. Kwa hiyo sio Mbeya City tu. Timu yote ingejichanganya kwenye quality ya Yanga ya jana. Ile mzigo ulikuwa wa kwake. Kwa hiyo labda kuna sababu nyingine. Lakini kama ni mechi ya jana wamemuonea. Labda muendelezo. Labda hivyo. Maana nimesikia pia wanapigwa 5 pia mechi iliyopita. Na ndio wachambuzi mnashinda kusema. Wanafikiri kwamba hizi 6 zimekuja tu. Mbeya hawakuwa bora hata mechi zilizopita huko. Walishashonwa 5 huko nyuma, si ndio? Kwa hiyo sisi tumepiga tu kwenye kichwa kile ambacho kina matatizo kidogo. Kwa hiyo Meki labda kuna sababu nyingine. Lakini hizi 6 mimi niwaombe viongozi wa Mbeya City, Mungu awajalie afya. Watazishuhudia hizi. Kuna kitu watakipata. Kuna wengine ni wavumilivu. Tutawashona hizi na hawatafukuza watu. Kwa hiyo na wao kuna siku labda wanaweza kujutia wakamuomba radhi kwamba tulikosea, kumbe Yanga bwana quality yake ipo juu sana. Bahati mbaya tu wao umejichanganya, tumechukua 5 kipindi cha kwanza. Kuna wengine wanataka kuchukua zaidi ya hizi kipindi cha kwanza, wala msiwe na wasiwasi. Mimi nitamani kuuliza swali moja kuhusu, nimeona mjadala wa Alan Okello. Lakini nimekuuliza swali kwa sababu kuna upande wewe ni mchambuzi pia. Katikati Okello alichambuliwa kama mchezaji wa kawaida na mchezaji ambaye kama si kitu chochote, lakini nimeona jana imebadilika. Nimesoma maandiko mengi naona yako tofauti, na ni wachambuzi hao nikatamani kujua kutoka kwao kwa sababu wewe pia ni mchambuzi. Unajua watu hawakuwa wamemfahamu Alan Okello alivyokuwa Uganda pia alikuwaje. Last season akiwa MVP wa Uganda alianza hivi msimu checheme huwa anaanzaga taratibu, alafu baadaye gari yake huwa inachanganya. Kwa hiyo kuna mengi bado mtayashuhudia kwa Alan Okello. Huu ni mwanzo ndugu zangu, wala msiwe na haraka. Tutashuhudia mengi sana kwa Alan Okello. Hata nyinyi waandishi, kama inatokea wakati mmekuja kwenye kazi kama hivi, mnataka mtu wa kuassist kushika mic, tafuteni Okello.
atawaasisti kuizi mambo ya kushika mic. Kwa hiyo ni master. Chochote ambacho unataka kuasistiwa, mtaalamu wa kuassist yupo Okello. Una mchumba unataka kumpelekea posa, mtafute Alan Okello, atakuassist, utapata hilo goma, utaenda kuishi nalo vizuri. Kwa hiyo chochote ambacho Mtanzania unahisi unahitaji msaada, tafadhali wasiliana na Alan Okello akuassist kwenye jambo lako. Shukrani sana.